nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Huu mradi hapana. Katika vituo ambavyo anasema kituo hiki na nyie watu waliki lazima, mtendaji wa TNBC hapa lazima kurudi. Mimi nimekaa hapa kwa muda mfupi, lakini nimegundua tunapozungumza usalama wa nchi yetu ya Tanzania, hatuwezi kuacha kuisema Wizara ya Afya kwamba ina mchango mkubwa katika usalama wa wananchi kwenye taifa letu. Disemba 11, 2025 imebaki katika historia ya wananchi wa Peramiho na Tanzania. Wananchi hawa wameliona jua la asubuhi kutoka mashariki kama moto unaochoma hadi moyoni, kwa simanzi nzito baada ya taarifa ya kifo cha Jenista Joakim Mhagama, mwanasiasa aliyekulia Peramiho mkoani Ruvuma, mwalimu wa zamani na kiongozi aliyewatumikia Watanzania kwa zaidi ya robo karne. Ama nikukumbushe kidogo, wakati akiwa waziri wa afya wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Peramiho, Jenista Mhagama siku ya Jumanne Septemba 24, 2024 aliacha midomo wazi na mshangao kwa Tanzania baada ya picha mnato na mjongeo kumwonyesha kigalagala, ikiwa ni ishara ya kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika jimbo lake. Lakini simulizi ya maisha yake haizungumzwi sana na siku ya kuondoka kwake tu. Ni safari ndefu ambayo imebaki katika vichwa vya wengi. Ni safari iliyojengwa kwa uthabiti, nidhamu na bidii isiyotikisika. Jenista alizaliwa tarehe 23 Juni ya mwaka 1967 katika ardhi ya Wangoni huko Songea, Ruvuma. Watu wenye historia ya ujasiri na uongozi. Alikulia katika mazingira ambako msichana kuonyesha uwezo kulihitaji zaidi ya ndoto, kulihitaji moyo wa kupambana. Ndivyo alivyoanza kujijenga. Mnamo mwaka 1986 akahitimu Peramiho Girls Secondary School. Miaka mitatu baadaye, akiwa na umri mdogo tu, alishika mkononi diploma ya walimu kutoka chuo cha walimu Korogwe. Mwaka 1991 hadi 1997 alikuwa mwalimu, na si mwalimu tu, bali mlezi wa kizazi ambacho baadaye kingekuja kuongoza serikali na jamii ya Tanzania. Walimu ulimfundisha tabia ya kuwasikiliza watu, kuwalea na kuamini mabadiliko yanayotokana na elimu. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na wito mwingine unaomvuta, yani siasa. Jenista alianza safari ya kisiasa mnamo mwaka 1987 kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akiwa kijana wa kijijini lakini mwenye malengo makubwa. Aliingia kwenye ngazi ya chini kama vijana, wanawake na uongozi wa matawi. Uvumilivu wake ulimfikisha mbali. Mnamo mwaka 2000 alipoingia bungeni kwa mara ya kwanza kupitia viti maalum, lakini hatua yake kubwa zaidi ilikuja mwaka 2005 baada ya kuamua kugombea na kusaka kura za wananchi wa Peramiho, na ukawa mchujo mkali. Hata hivyo, alimshinda aliyekuwa waziri wa fedha wa kipindi hicho Simon Mbilinyi na kupandishwa na chama chake kuwa mgombea wa Peramiho. Uamuzi huo haukutokana na bahati. Uchambuzi wa bunge ulionyesha kwamba katika kipindi cha mwaka 2005 hadi mwaka 2010, Jenista alikuwa mbunge wa pili kwa uchangiaji wa hoja na maswali kwa mawaziri. Ushindi wake mnamo mwaka 2005 ulikuwa mwanzo wa utawala wa muda mrefu kama mwakilishi wa watu wa Peramiho, jamii iliyompenda, iliyomwamini na ikamfuata hadi siku ya mwisho. Mwaka 2014 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi katika serikali ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Akiwa ndani ya wizara,
aliyewahi kuitumikia kama mwalimu alijua mahali pengine na mahali penyewe penye umuhimu wa marekebisho. Ndipo upepo wa mabadiliko ulipomtoa mwaka 2015 na kumweka kwenye nafasi ya juu zaidi kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge. Alikuwa mkakamavu, mtu wa vitendo, aliyekuwa na mtazamo mpana wa mustakabali wa taifa. Katika uchaguzi wa mwaka 2015 alidhihirisha uimara wake tena kwa kumshinda kwa kishindo mgombea wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Erasmo Mwingira. Huo ukawa uthibitisho wa wazi kwamba watu wa Peramiho waliona kazi yake na si maneno. Baadaye katika serikali ya hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli alikabidhiwa jukumu zito zaidi la wizara yenye dhamana ya kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Mizani ya jamii na nguvu kazi ya taifa ilipita mikononi mwake. Alisimamia kwa misimamo thabiti na nidhamu ya kitumishi wa umma. Mnamo Januari mwaka 2022, Rais Samia Suluhu Hassan alimpeleka ofisi ya Rais utawala bora na huduma za umma. Alifanya kazi kwa ukaribu na taasisi za serikali, akihakikisha nidhamu, uwajibikaji na kuimarika kwa mifumo ya utumishi. Lakini kilele cha safari yake kilikuja Agosti 15 mwaka 2024 alipoapishwa kuwa waziri wa afya wa Tanzania, akichukua nafasi ya Ummy Mwalimu baada ya utumishi wake wa miaka 14. Hapa ndipo alipoonyesha ukubwa wake ya hasa, kwani aliingia kwenye wizara yenye changamoto za kila siku: magonjwa, mikiki ya hospitali, upungufu wa watumishi na mifumo iliyobadilika. Lakini kwa mtazamo wake wa kinidhamu aliacha alama itakayokumbukwa kwa muda mrefu. Katika bunge, Jenista Mhagama hakuwa mwoga. Aliuliza maswali, alitetea hoja na mara nyingi alisimama katika kilele cha mijadala inayohitaji uwazi katika chama chake cha CCM. Aliheshimika kama mtu wa kazi na mshauri aliyetafuta sifa kwa watu wake wa Peramiho. Alikuwa dada, alikuwa mama na alikuwa kiongozi wa karibu aliyesimamia shule, afya na miradi ya jamii kwa mikono miwili. Alikuwa kiongozi wa kukumbukwa si tu kwa maneno ya kampeni bali kwa kazi alizozifanya. Jenista Joakim Mhagama ataendelea kuishi katika kumbukumbu za bunge la Tanzania, maeneo ya Seronera na milima ya Songea, kwenye korido za hospitali alizozisimamia na mioyo ya wananchi aliowatumikia. Hii ndiyo hadithi ya mwanamke aliyezaliwa kuwa mwalimu, akakulia kuwa kiongozi na akaondoka kama shujaa wa taifa. Hata hivyo, wahenga wanasema mti ukiwa mkuu na matawi kukingama, usiopandika juu ya kilele kutazama. Msifanyize pashau maseremala kusema, mwauweza mti huu cheo chake kupima. Kuanguka umeanguka puu, hauwezi kusimama. Si tena mti mkuu, safari yake kwa Maulana. Umsamehe kwa makuu na umweke mahala pema. Amina.